unafanya kujikuta unakamilisha kile kiwango. Lakini wakati unakamilisha mwishoni unaelekea katika hija. Ndipo katika kwamba katika miamala yako kulikuwa na madeni hiyo na katika miamala ya biashara. Je, hapo unachofanya kwenda hija kwa kuwa unakamilisha au unadai madeni unaweza kufikia hija kwa sababu unadai? Swali zuri. Swali la kielimu. Madeni anayekopa mtu yako aina. Kwanza ni lazima ukikopa tuandike madeni. Ni kitu cha lazima, sio hiari. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Sasa madeni yako aina mbili. Kwa mfano watu tutaenda hija 2024 nafikiri kati ya mwezi wa 5 na wa 6, si ndio? Ikitokea kwamba unanidai kwa mfano milioni 20, tumeandikiana mwezi wa 9 nikulipe, na hija tunaondoka mwezi wa 6, deni kama hilo haliwezi kunizuia kwa sababu muda wake wa kulipwa haujafikiwa. Lakini kama itakuwa deni hilo kama nitaondoka itakuwa nimekwepa kulilipa, hilo deni litanzuia. Kwa tusema hili deni unalodaiwa kwa namna ya maandikiano yenu linahitaji kulipwa hivi sasa au la baadaye. Kama deni linaonesha utalilipa mwezi wa 12 au kwa mfano 2024 mwezi wa 12 ndio utalipa, na hija inaendwa mwezi wa 6, deni kama hilo ambalo kwa sababu kisheria madam lishaandikwa muda wa kuwa tarehe zake za kulipwa haujafikia, hujawajibika kulipa. Hata ukiondoka utaratibu upo, vitauzo vyako atalipwa huyo mtu. Kwa hiyo tunasema deni ambalo muda wa kulipa haujafikiwa halikuzuii kuenda hija, ikiwa muda wa hija unaweza ukenda na ukarudi tarehe ile ikawa bado haijafikiwa. Lakini unalona kweli tarehe haijafikiwa ninavyoondoka, lakini utafikia muda kabla sijarudi, unapaswa kumweka wakala atakayekulipia lile bwana naondoka, lakini ikifika tarehe hii dokumenti za maandishi hizi hapa, chukua pesa hizo hapo kalipe. La kama pesa zenyewe ndio hizo ambazo ukizitoa haitawezekana usitoe. Si nimeeleweka? Nimeeleweka? Tumeeleweka vizuri? Shukrani. Naam. Sawa. Naam. Nataka niruhusu kidogo katika kudaiwa. Tunaiana nimlipe nila, na wakati huo muda tuliowaidiana muda wa kwenda hija tunafanya nini? Fika. Lakini mimi nikaenda nikamwendea ndugu yangu mdai na ndio mshika. Mimi nataka niende. Mnawezaje niende hija? Nikirudi nije nilipe nila. Akakubali. Swala ndugu yetu tumesikia vizuri. Tumesema deni ikiwa lishafikia hujalipa, ana haki ya kukwaza usiende mpaka umlipe. Lakini huyu bwana anasema ulipofika muda wa kwenda hija, akamwambia bwana kweli muda wa kulipa ushafika, lakini naomba ndugu yangu unipe muda, mwezi wa kishukutwa au baada ya miezi 3 nitakuja kulipa. Hiki kilichonacho niende hija. Mwenye deni kama ataridhia kukuongezea muda huko mbele, haina shida. Tumia hela zako nendea hija, ukirudi salama katika mwezi na tarehe uliomwahidi utamlipa. Allah akakupangia mengine, basi huku utaratibu wa dini uko wazi. Mirathi na vinginevyo vyote haviruhusiwi isipokuwa min ba'di wasiyatin yusa biha au daini. Mirathi hairithiwi isipokuwa baada ya kutekelezeka wasia au kulipwa madeni. Kwa hivyo mwenyewe akiwa radhi kusubiri mpaka urudi, haina shida, nenda ukahiji na ukirudi utamlipa. Sawa shehe, manistatoa hiyo Naam, manistatoa hiyo yani mwenye uwezo. Sasa huko ni upi sasa kama umeanza kubembeleza huyu mtu nije nikulipe baadaye? Swali letu miongoni mwa manistatoa unaona kwamba, ngoja nikuulize swali, na ningepata mtumishi halisi wa serikali ingekuwa vizuri, au shirika la umma. Anyway, tuache hivyo hivyo. Hapo ulipo wewe
tujalie unafanya kazi serikalini na pengine una miaka 3 ijayo utastaafu. Kwa kanuni za waliul amri, nikimaanisha serikali imeona namna ya kumlinda raia wake kimaisha, akijashindwa kutumikia ajira atakuwa mzigo katika jamii, ikaweka sheria. Na sheria kama hiyo sisi hatuna shida nayo, iko halali kabisa. Waliul amri, nadhani watafiki mnajua matendo ya waliul amri manutun bil maslaha, ndio kanuni ya sheria inavyotamka. Matendo ya waliul amri manutun bil maslaha, yapo pale yakichunga maslahi ya watu. Ndio maana sisi tunaondoa banda lako ili tunataka kujenga dispensary. Wewe kakae huko, usema itakuwaje nyumba yangu? Na wengi wanataka shida hapa, hakuna hospitali. Sasa nikirudi kwenye hiyo, wameweka utaratibu. Kwa hiyo wanambia wewe bwana, kwa maana hiyo huyu kila mwezi 500,000 zake za mshahara chukueni 50,000 muhifadhieni, atunze mwenyewe. Akiwa na hela nyingi ovyo atacheza ndomboro, atafanyaje, ataharibu hela. Na wewe unamwajiri, mchangie mfanyakazi wako, sababu unamuumiza. Baada ya miaka 20 huyo amekuwa light off, hana nguvu tena za kufanya kazi, anaweza kuomba mtaani. Na tunawaona waajiriwa wale ambao hawana nafasi hizo, wanotumwa ovyo na mabaniani na wahindi humu. Ashakuwa mtu mzima, ana kisanduku cha kuchangisha mchango wa msikiti pale nje, wakati msikiti hakuna wala kiwanja, kwa ajili ya shida. Sasa ikitokea hivyo, wewe una miaka 3 ijayo utastaafu. Huku kama ungeuliza NCCF na kwingineko kwenye mafao, hebu angalieni yule Ruzaura ana ngapi zake, lakini bado muda wa kustaafu mwaka wa kesho au akishukutwa ndio. Lakini kama ingekuwa leo ana ngapi? Kama milioni 90 hizi, lakini kwa taratibu zetu hawezi kupewa leo. Swali langu kwako, hizi milioni 90 hela za nani ambazo alikuwa anakatwa anahifadhiwa na amechangia mwajiri wake, ila anasema tu kwa sasa hivi apewi, atapewa mwaka wa kishukutwa atapostaafu? Hizi milioni 90 za nani? Ana uwezo? Hana uwezo, hana, kwa sababu za kaitani. Angekufa leo, hizi hela zingekwenda wapi? Wangezifanyaje? Huu ni uwezo. Ila sasa ndio hayo ambayo si mimi wa kusema, ziko taratibu. Unaweza kabisa, hata ya mabenki yanofanya shughuli za kutoa huduma kidogo kwenye dirisha finywa, wanakwambia ukitaka akituthibitishia mwajiri wako kwamba huyu mafao yake anayo, lakini kwa makubaliano yetu mpaka mwaka wa kishukutwa ndio tunamkabidhi. Akithibitisha huyu, sasa huyu anataka kwenda hija na sisi hana hela za hivi, mihera yake iko huko, au mnamgoja mpaka afya ndio mumpe. Akithibitisha huyu, akituthibitishia sisi kwamba kweli huyu ana hela zake na tuko tayari zitoke kiasi hicho kuja kwenu, watu watakupeleka. Ni zako, ila zilikuwa nje ya mikono yako tu, ni zako. Na Mungu amesema mani sasa, ndio maana tukisema hebu jikague, hivi mimi uwezo nao au sina? Kama huna basi, na anayejua kwa unao au huna ni yeye, sio mashehe wala sio wenye mataasisi ya hija, ni wewe mwenyewe tu. Utaishi kaburini peke yako, na ukifufuliwa peponi utakaa peke yako na familia yako, sio na shehe. Sasa ujihurumie tu mwenyewe, nao uwezo au sina. Hiyo ndio tunataka mashehe mtufikishie, ili mtu ajue nao uwezo au sina. Kwa sababu hizo pesa ambazo ziko kule kisheria kwenye mlango wa zaka, ambao ndugu yangu ameuliza, kama umemkopesha mtu mathalan milioni 50 au milioni 15 ambazo ni kiwango cha chini cha zaka, ukaambia bwana utanilipa, una shida gani? Anikopeshe tu, baada ya mwaka 1.5 nitakulipa. Ukampa tarehe ya leo milioni 50 za nani? Hela hizi zako. Umemkopesha huyu, atakulipa baada ya mwaka 1 na miezi 2. Ukifikia mwaka uzilipie zaka hizo hela, ingawaje anazo yule, sababu ni zako, ni zako na zishakuwa zako. Hata akifa yule vitauzwa vyake urudishiwe. Tofauti na kuwa unabahatisha huenda nikapata. Swala jingine,
wewe huna uwezo. Huwezi ukakopa kwenda hija ili kusudi nikirudi nitahangaika, nitafaiti sana sana, nitaenda machimbo, nitaenda. Mungu hamtupi mja wake. Wewe huna uwezo. Huna uwezo. Lakini kuwa na uwezo sura yake ni hii. Unazo fedha zako, lakini kwa namna ya mlivyokubaliana upewi leo, utapewa kesho kutwa. Na ukiangalia hiyo kesho kutwa huna uhakika nayo. Naweza nikajifia kweli. Utaratibu wa mataasisi haya utasemwa upo. Kama atakufa mtu aliyekuwa anawekeza kidogo kidogo kwa ajili ya hija, mkataba upo na umefanya mkataba, kwa sababu ishatokea mtu anawekeza amekufa maskini kabla muda wa hija, wanakuja ndugu zake wanadai hela zao, kisheria muwape. Kama kusomea hitima 40 wanakwenda wafanyia kitu gani kujingia zawia. Sasa tumetengeneza mikataba ambayo anajaza, naweka hela zangu kwa ajili ya hija, zimekamilika naenda hija mwenyewe, hazijakamilika basi nitahijiwa, ili hawarithini wasije wakazitumia matumizi mengine sio yale. Manake kwa akili zao inawezekana wakaona kilicho bora ni kuialika mleba mzima ikala pilau. Wanaweza kuliona hilo ndio la maana. Sasa uko utaratibu kama huo. Kwa tunachosema inawezekana ikawa hana uwezo. Kwa hiyo Mungu asema mwenye kuweza kakuachia mwenyewe ujikague. Kasema man istataa ilaihi sabila, anayeweza njia akatoboa akenda aende. Huna si basi. Mimi siwezi kujua kama unaweza, na wala yule hajui kama unaweza. Ni wewe, ni siri kati yako na Mungu wako. Kama huwezi kweli, huna dhima, wala usilie. Naam, swali jingine kama hili. Naam ndugu yangu. Wasalamu. Ndugu yangu anasema nguzo mbona ziko 5 na imetajwa hii? Hapana. Muislamu kimsingi anatakiwa afanye zote. Hii kalima ya Allah mmoja ambayo kazi yake kubwa ni ya kiimani, na Nabii alayhi salatu wasalam ndio mfikishaji wa dini, si mtu mwingine. Hiyo nguzo moja. Kusimamisha swala ni moja. Habagui, ingawaje hizi zinaweza kufanyika kwa nyakati tofauti. Masala ya zaka inategemea. Kuna zaka ya mifugo ina utaratibu wake. Kuna zaka ya mazao ya kilimo ina utaratibu wake. Kuna zaka ya madini ina utaratibu wake. Hatusemi kwamba mtu akitaka kwenda hija, maana inawezekana mtu akawajibika kwenda hija na bado hajaweza kutoa zaka. Toa mfano. Natoa mfano si halisi, lakini kwa mfano. Hivi sasa hadi hivi nimesimama hapa, kiwango cha chini cha zaka kwa hapa kwetu Tanzania, aidha awe mtu anamiliki pesa zinazoweza kununua gramu 85 za dhahabu au gramu 595 za fedha. Viwango viko viwili. Je, kipi kishikwe kwa maslahi ya maskini? Maulama wote wanakubaliana. Ikiwa tunaona kuna viwango viwili, basi kile cha amaunti ya chini hicho ndio kishikwe, ili huyu maskini aweze kuhudumiwa mapema. Kwa mfano tunaangalia gramu 595 za fedha kwa bei ya elekezi, sio ya ulanguzi, ni sawa na milioni ngapi? Tukipata total amount ni hii. Tunauliza tena, gramu 85 za dhahabu kwa bei elekezi ni sawa na shilingi ngapi? Hizi tukaona tukilinganisha na dhahabu mpaka pengine tupate milioni 15. Kwa mfano tu, isichukuliwe ndio uhalisi, mfano tu. Lakini tukilinganisha na kwenye fedha, milioni 12 tayari kiwango. Tutasema kiwango ni hizi milioni 12. Sasa mtu anaweza kumiliki milioni 15 ili atoe zaka. Hizi milioni 15 ziwe zimehifadhiwa, zimewekwa, haziguswi mpaka mwaka mzima umalizike tokea kuzimiliki. Si tunaelewana? Kwenye zaka huwezi leo hii ukapata bahati pengine kaja mtu kanunua kitu fulani, shimo hili ninalitaka mie kwa ajili ya kuchimba kitu fulani, shika milioni 40 hizi ukatoa zaka. Zaka ya fedha inatolewa baada ya mzunguko wa mwaka mzima. Kwa hivyo mtu anaweza kamiliki leo fedha
hawezi kusema kwa kuwa sijatoa zaka, ngoja niziweke hizi ili ufike mwaka nizitolee zaka. Siwezi kuhiji, hapana, wewe nenda kahiji. Lakini kama umnazo zimeketi mahala kwa mwaka mzima toka umemiliki, ukifika ule mwaka utazitolea zaka. Na hiyo zaka nayo pia ni kiduchu mno. Kama huwezi kukotoa kirahisi, tujalie ni milioni 15 ndio kiwango cha zaka, na ikakaa mwaka mzima, gawa milioni 15 kwa 40. Unapata ngapi? Milioni 15 gawia 40. Naam? Unapata? Milioni 15 gawia watu 40. Kila mtu anapata ngapi? Anapata 200,000 na kidogo. Hiyo 200,000 na kidogo ndo anayotaka Mungu itoe kwenye milioni 15. Na sasa tukijibu, mbona tunarukia huko? Hairukiwi. Ukweli hivyo, taasisi zinazohimiza zaka pia ziko nyingi. Ziko nyingi tu. Na wanatoa wanaojaliwa. Kwa hiyo ndio maana zaka inahimizwa, ila mfumo wa zaka uko hivyo. Unaweza ukawa nazo pesa hivi sasa, lakini hutoi zaka hivi sasa. Hairuhusiwi. Ila uwe umekaa nazo kwa mwaka mzima, hazikuguswa kwa mwaka mzima, ndio utazitolea zaka. Lakini ukiwa nazo hivi sasa na muda wa hija umefika, lazima uende. Huwezi kusema mimi siendi, nimeamua na ngoja zipite mwaka ili nije kuzitolea zaka. Si utaratibu wa dini hivyo. Umenielewa? Lakini swali la zaka linasaidia sana. Hivyo kiasi gani niwe nacho? Tunasema change ya fedha inabadilika. Viwango visivyobadilika ni vile alivyotuachia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Upande wa fedha ni dirham 200. Upande wa dhahabu ni mithqala 20. Mithqala 20 ndio kiasi gani? Ni sawa na gram 85 za dhahabu. Kwa hivyo ukimiliki pesa, iwe za plastiki, iwe za maboksi, madam zimeidhinishwa na mamlaka ya pesa nchini, ndio hela halali, angalia hizi ziwe ngapi ili zinunue gram 595 za fedha. Ukiambiwa hizi mpaka zifike milioni 12, hiyo ndio akalu nisab. Kwa hapa kwetu Tanzania itapanda itashuka kulingana na hiyo thamani ya gramu inauzwa bei gani ya dhahabu au inauzwa bei gani ya fedha. Tunasema kwa mujibu wa bei elekezi ya serikali, si kwa mujibu wa soko la ulanguzi. Tuko pamoja? Ndugu yangu, umenielewa vizuri? Shukran wa rahmatullah. Naam, ningependa kuuliza kwenye usafiri. Usafiri wa kwenda hija ni ndege tu, au unaweza kuwa na usafiri mwingine baada ambao unaweza kupunguza nafuu ya gharama ya hija? Allah tabaraka wa taala alivyoagiza watu watangaziwe hija, amesema anachotaka yeye ufike Maka. Kama utakuwa unaenda jogging kila asubuhi unavaa tracksuit mpaka ukaribie miqati, ruhusa. Umepanda ungo kama ndugu yangu Mdengereko wa Rufiji wa Kiwangawanga, ukapanda juu ukaruka nao ukafika, wala hukatazi kutufu kwa sababu umekuja na ungo. Utakavyoweza. Alitusema ya atuka rijalan, watakujia ilhali watembea kwa miguu. Inategemea una masafa gani kati yako na Maka. Wa ala kulli dhamiri, na watakujia wakiwa kila wamepanda wanyama waliokondeana, ima farasi, ima punda, ima ngamia. Sasa je, lazima kwa ndege? Tunasema sio lazima. Lazima ufike Maka. Umeamua kusota, umeamua kukimbia, ukaona ili nifike mapema nahitaji miezi 5 hapa, fanya hivyo kama ndio uwezo wako, lakini usijidhuru. Ila kwa karne zetu hizi tunaona njia rahisi na salama ni usafiri wa ndege. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuyira, hakuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu amehiarishwa baina al-amraini, kati ya mambo mawili, fanya hivi au hivi au fanya hivi au hivi au hivi, illa ikhtara, ila Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa anachagua aisarahuma,
lile ambalo lina wepesi zaidi, ma lam yakun ithma, muda wa kuwa kwenye hilo jepesi hakuna dhambi. Kuna mwaka jana sasa, kwa nini basi msingepanga usafiri wa mabasi? Kijiografia usafiri wa mabasi kupita Uganda, kuna maeneo wana mapambano yao, misaili zinaruka huko, mnaweza mkakuta mahala mkakutana na watu washawetega magorneti yao yakawalipukieni, mumbi vibali kupita, wiki nzima hamjafika, mnatapikiana njiani, mara mmekuta watekaji, mara mmekuta hichi. Inaonekana shida gani wakati Dar es Salaam airport umejirukia hapo masaa 8:30 unashuka Jeddah, umo ndani ya nchi Saudi Arabia, kilomita 75 hizi kama hapa na kutoka Jeddah na Makkah al-Mukarrama. Yani unaweza ukamwaga ahali yako asubuhi airport ya Dar es Salaam, jioni la asr kama nishafika na nishafanya umra na nishavua ihrami, nasubiri siku ya mwezi 8 kujiandaa kwa ajili ya ibada ya hija, badala ya kuwa mwezi mzima unasota. Na tunasema ndugu zangu, kinachomfanya mtu akumbane na yote haya ni nia. Hakuna watu walikwenda Butiama kufanya ziara kwa ajili ya ukaenda kwa baiskeli. Tuna hivi karibuni mmekwenda Butiama, siku ngapi mmechukua njiani? Siku ngapi zimewachukua njiani? Lakini jambo liko hapa, umeona jipesi tu, haona shida yote. Kwa baiskeli shafti ni mapaja yake, chap chap chap, umeenda. Hakuna shida. Kwa ndugu zangu, kweli tatizo imani yako imekidhi dozi kukutikisa kujipanga na hilo. Kwa hiyo jibu la ndugu yangu ni kwamba si lazima kwenda kwa ndege, kichoko lazima ni kufika pale tu. Na kweli kuna watu wengine wako mle nchini wala hawahitaji usafiri, wengine ni usafiri tu wa town basi ile, anaingia pale mjini Maka haraka. Lakini kwa sisi kanda zetu hizi, na wako wengine huko na kodi mameli maelfu ya watu, kuna eneo wanakwenda watu wengi, sio Tanzania. Tanzania ni nchi pekee ambayo inapeleka mahujaji watu wachache sana, wakati ina namba kubwa ya Waislamu. Tunazidiwa sisi hata Kenya baadhi ya wakati. Na ndio maana Saudia wamedanganyika na wengi wetu, wametupa nafasi nyingi. Kwa sababu Saudia inatoa nafasi kila nchi, bwana wewe Indonesia usilete mahujaji zaidi ya 20,000. Wewe Pakistan usilete zaidi, ili wawe na takwimu sahihi wa kuandaa huduma ambazo wanahitaji watu kuhudumiwa. Kwa sababu msimu wa Maka, weka taswira, tumeingia watu hapa Muleba milioni 5. Sisi tunamaliza tunakausha migahawa yote hivi, viandazi vyote tunakula sisi, mtatafutana hapa. Usione jitimai wanakuja watu si 1500 600, huu mchezo wa kitoto. Sasa haya wenyewe wanapanga mapema. Hii nchi na Waislamu wengi Tanzania, tuwape nafasi ngapi? Jamani, msizidi 25,000. Nyinyi wa Kenya anye mko kidogo, msizidi 6,000. Nyinyi ndio walichofanya. Lakini toka imeanza dunia hii Tanzania, toka alivyo hatujafikisha milioni 4. Hatujafikisha 4,000. Mwaka jana tulipata ngapi vile? 3,250 kwa nchi nzima. Watu tuwasoma ziara na zikiri nini, hela zinateketea. Tumepewa takwimu baadhi ya shughuli zetu za hiari hizi, mapesa mengi, tunaambia si keki ilikuwa si na kilo 100 ngapi, si vitu chungu mzima tunavyohifadhi vimefanywa. Watu wanaweza kutengeneza keki ya kufurahia tu mazao ya mtoto, sasa pengine ina kilo 100 na kitu, ule umma tu wa kunyofolea. Sasa kweli hatuingilii uhuru wa mtu wa kuabudu, lakini tunafikiria namna tunavyochezea pesa wakati zina kazi yake nyingine. Tunapewa ambia bana, imegharimu shughuli hii milioni 300, na 300 unajenga classroom ngapi ukafanyia? Lakini hayo ni matumizi. Umeguswa na hija, jipanga. Unafikaje? Ndugu yangu yuko wapi? Nauliza hivi, ni kwa ajili ya ndege tu? Si lazima ndege, ila ndege kweli ndio usafiri mwepesi sana. Huhitaji kuvuka boda za watu, unakwenda wapi wewe, nyingi unatoka. Na kwa sasa hivi alhamdulillah ndio imezidi kuwa nafuu, kwa sababu kwa mahusiano mema ya huyu mama yetu uhusiano umenoga. Sasa hivi Msaudia analeta yeye ndege zake. Siku za nyuma tunapata shida na kodi ndege zile si British nini pale pombe pale kaka mtu na hiramu yake. Sasa hivi alhamdulillah, tulikuwa tunajivunia nyuma pia kabla ya vita Yemen, tulikuwa tuna kodi kabisa ndege yao ile,
wanatuchukua. Sasa hivi ndege ya Msuudi inatoa yenyewe hapa nyumbani, na alhamdulillah, jambo la kujivunia miongoni mwa taasisi alizoziamini Msuudi kuwa wakala wa ndege zake ni hii iTravel. Sio kwa ajili ya hija, hata ukitaka kwenda Marekani nini utakata tiketi kwake, ndio walowaamini kwamba wanajua, kwa sababu si unaona kilebo kile. Hii taasisi ni mwanachama wa safari za anga za kimataifa IATA. Si kila mtu, hata ukikuta shirika la nchi ina kampuni zake za ndege, kama hujakuta kabawa kale, ujue hiyo bado iko loko hapa mtaani tu. Lakini tunashukuru ya Tanzania pia ni mwanachama. Kwa sasa tunasema safari rahisi za ndege, na Msuudi ameiamini Tanzania, sasa analeta madege yake hapa, tunaenda kwa hayo, tunarudi kwa hayo. Unaweza kwa baskeli, ruhusa. Unaweza kwa gari, ruhusa, haina shida. Msingi tu ufike kule, ufanye kule. Lakini msingi wa pili, usipite njia za panya. Fuata taratibu za kinchi. Humo unamovuka kwa baiskeli, uoneshe, unakuta beria, unaonesha vibali, nini, umeruhusiwa, unaenda. Ukikwama, ujue ndio maana tumekataa safari. Wewe kuna vitu vingine basa yakikuza mtu hivi kweli hivi, mwambie hapana. Nakumbuka ile swali aliza mtu mmoja siku moja kaambiwa na shekhe, eti shekhe, nimeambiwa mtu ukisoma Yasini asubuhi kwa nia hasa njaa haiumi. Hivi kweli shekhe? Nikamwambia hilo rahisi. Wewe kesho ukiamka, kama una mathna wa thulatha huko utakolala, mwambie mimi mambo ya chai msiniweke, wala chakula cha mchana simo. Usile, ukae bila kula. Ukiona mpaka saa 4 mnakoroga, ujue uliongopewa. Ukiona mpaka jioni imetulia, itangaze kwa wengine, kwa sababu na watu wengine wana shida ya maisha, waweze kusolve ratiba zao. Kuna mjinga mmoja alikuwa, wewe shida na, nikamwambia bwana usiongopeane ndugu yangu, wewe unaganga njaa. Salvation Army pale Lugalo mkoa tupu nyinyi. Wale mavu watupu na wengi wa Galatia. Si uende wale uombe kibali uingie ukaombe, daktari atoa discharge tu. Serikali wizara inapata shida kununua madawa, vifaa tiba, wataalamu kwa ajili ili kukidhi. Kumbe mnaweza kuombea watu wakapata wakapona.